lakini pia kukamilisha sehemu ya makubaliano yao ambayo yalifanyika aidha kwa kinywa au kwa maandishi kwa ajili ya kumpata. Lakini cha pili nadhani ni maslahi yaliyokuja kuwekwa mezani na club nyingine iliyokuja pengine ni makubwa zaidi kuliko ambayo walikuwa wameofa Simba, na mchezaji atachagua tofauti. Bwana, live tunaungana moja kwa moja na Jojobo hapa tuweze kuzungumza kuhusiana na swala la hasa kwa upande wa wachezaji, jinsi ambavyo wanapata wakati mgumu, lakini pia kwa maana ya mameneja pia wanapata wakati mgumu pale mchezaji anapokuwa anamilikiwa na timu. Watu wanaweza kana najiuliza kwamba hatua ya mchezaji, timu husika, lakini timu ambazo zilikuwa na muania, changamoto inakuwa ni ipi? Hapa ndipo tunamtafuta Jojobo ambaye ni meneja baadhi ya wachezaji ambao ana manage kwenye mazingira kama hayo. Jojobo, tumekutafuta, nadhani uko hewani kwa sasa. Ndio. Tunataka tufahamu kwa uchache kuhusiana na mchezaji anapokuwa anamilikiwa na timu husika, kwa maana timu mama. Kuna wakati wachezaji wanatolewa kwa mkopo. Sasa wakati wanatolewa kwa mkopo, tunataka tufahamu ni nguvu gani anakuwa nayo mchezaji ya kuelekea kwenye timu husika, upande wa timu pia, lakini pia na meneja. Mnahusika vipi hapo kuhakikisha kwamba hali yote mazingira yanakuwa sawa sawa? Cha kwanza, ili kuwe na mazingira ya mkopo, manake lazima huyo mchezaji awe na mkataba na club nyingine ambayo tunasema ndo club mama kwa kesi. Lakini turudi kwenye tafsiri ya mkataba. Mkataba ni makubaliano ya pande mbili ama zaidi. Kwa hiyo kama ni makubaliano ya pande mbili ama zaidi, manake kila upande una terms zake kwenye hayo makubaliano. So ili mkopo uwezekanike, cha kwanza lazima kuwe kuna maridhiano ya kutoka kwa club mama, lakini lazima kuwe kuna ridhio kutoka kwa upande wa mchezaji naye kuwa tayari au kukubali kutoka kwa mkopo. Kwa hiyo kama kuna go ahead ya pande zote mbili hizo, au kama kuna makubaliano ya pande zote mbili hizo, basi maana yake yanaanza kuangaliwa maombi ambayo yameletwa kwenye klabu yake mama juu ya mkopo wa mchezaji huyo, na baada ya hapo atajulishwa mchezaji kama kuna maombi kadha wa kadha ya mkopo kwa ajili ya huduma yako. Mchezaji naye anakuwa kwenye nafasi ya kuchagua ni klabu gani ambayo yeye anahitaji kwenda kwa ajili ya huo mkopo. Kama hiyo tu, ni kama vilabu vyote vilipeleka maombi vimefikia mahitaji ya club mama ya huyo mchezaji. Lakini kama kuna utofauti baina ya ofa ambazo zimeletwa na hizo club kuhitaji mkopo kwa huyo mchezaji, maana yake club mama itachagua ni ofa gani kwao inawapendeza ili kumruhusu mchezaji kwenda kwa mkopo. Na hapo pia mchezaji naye atakuwa na nafasi ya kusema ndio au hapana kwa hiyo club. Kwa hiyo ili mkopo ukamilike, lazima pia kuwe kuna makubaliano ya maridhio ya mchezaji kwenda kwa hiyo club, lakini pia kuwe kuna makubaliano baina ya club mama na hiyo club ambayo inamtaka huyo mchezaji kwenda kwa mkopo. Hivyo vitu viwili lazima viende sambamba. Kwa kama kimoja kati ya hivyo hakiko sawa, basi swala la mkopo ni gumu kukamilika au ni gumu kutimia. Kwa upande wa nyie kama mameneja wa wachezaji, mnapata wakati mgumu upi ambao mnakutana nao pale vilabu vinakuwa vinampeleka mchezaji katika mazingira kama hayo? Hasa tukuchukulia mfano kwa Sulemani Mwalimu ambaye ametoka Wydad Casablanca, ilikuwa aelekea upande wa Simba ambako mara kwanza ashatumika kama mchezaji wa mkopo pia ndani ya klabu ya Simba, lakini Yanga kuingilia kati kwenye huo mchakato. Meneja nafasi yake hapo, mapambano yake hapo kuhakikisha mchezaji anaenda sehemu sahihi, inakaje upande wenu na mnapata changamoto gani? Kwanza usahihi wa wapi aende mchezaji ni mazingira. Kama meneja unahitaji nini kwa mchezaji wako, nafasi ya kucheza, unahitaji ofa iliyowekwa mezani au unahitaji kitu gani? Hivyo vitu lazima mdiscuss. Na basically kama mchezaji anatoka kwa mkopo, manake anaangalia mazingira ya kwenda kucheza zaidi kuliko masuala mengine. Ndio maana moja kati ya vitu ambavyo ni kipaumbele sana kwenye kuviangalia nafasi ya huyo mchezaji kwenda kucheza, unless otherwise kama kuna ofa nyingine nzuri au kubwa zaidi, basi unaangalia pia platform, kwamba platform ipi ni kubwa zaidi. Kama kwa kesi ambayo unaizungumzia ya Sulemani Mwalimu, manake timu zote zilizopeleka ofa zina offer SM platform, manake ligi kuu bara, lakini pia zinatoa platform ya michuano ya klabu bingwa, vitu kama hivyo. It's the same platform. Sasa itakachokuja labda ni masuala ya maslahi binafsi, wametengana kwa kiwango gani, na pia ofa walizopeleka kwa klabu yake mama zinafanana au zinatengana kwa kiwango gani. Kwa hii case scenario unaizungumza wewe, kwa sababu Sulemani Mwalimu alitumikia Simba msimu uliopita, maana yake unaweza kuona labda Simba walikuwa wako kwenye mstari wa mbele
ya uwezekano wa kumpata Selemani Mwalimu, kwa sababu sio ngumu sana kumpata tena, kwa sababu alishakuwa nani kwa msimu uliopita. Na mara nyingi mchezaji kama hivyo anakuwa tayari kwa attached na club, kwa maana kwamba anaelewa alikuwepo hapo msimu uliopita, mazingira ya klabu anayajua na aliperform vizuri msimu uliopita. Kwa pengine alikuwa anatamani au angekuwa anatamani kurudi tena pale pale kuliko kwenda kwenye sehemu mpya. Ila sasa hapo ndo mazingira mengine anapokuja kuamua hiyo situation. Je, hiyo klabu nyingine imepeleka ofa kiasi gani kwa klabu yake mama? Na kama hiyo ofa iliyopelekwa nayo inakidhi, basi klabu mama inaacha uamuzi kwa mchezaji. Hapo mchezaji ndo anapokuwa katika nafasi ya kuweka maslahi yake binafsi mezani kwa pande zote mbili. Yupi atafikia maslahi yake binafsi, basi anakubali kwenda, kwa sababu ni timu zote zina offer same platform. Wote wanacheza ligi moja, wote wanacheza michuano hiyo hiyo, kwa maana kwamba ukienda kwenye shirikisho wanacheza moja, ukienda kwenye CAF wanacheza moja. Kwa hiyo platform ni sawa. Kwa kinachofuata hapo ni utofauti wa kimaslahi nadhani. Kwa upande wako umezungumzia maslahi, lakini pia umezungumzia kuhusiana na nafasi ya kucheza. Ni ipi nafasi ya Selemani Mwalimu ukitazama ya kucheza kwa upande wa Young Africans? Lakini pia maslahi unafikiri pia inawezekana ni sababu, au ameona nafasi ya kucheza ni kubwa sana kuliko ambavyo watu wengi wanafikiri? Sijui lolote kuhusiana na nafasi yake ya kucheza. Nadhani hiyo itakuwa inabaki kwa mwalimu wake mwenyewe na nini anachokiona, lakini so far naweza nikasema tu Selemani Mwalimu ni mchezaji mzuri. Kwa nafasi ya kucheza kuto kucheza lazima uwe ndani ya klabu ndio ujue kama nafasi yako ya kucheza ipo ama haipo. Lakini nadhani ndio moja sehemu ya makubaliano yao ambayo kwenye klabu alafu ndio atajua kama atacheza au kwa maandishi hata kwa ajili ya kumpata. Lakini kwa hii case scenario nadhani ni mambo mawili yanawekwa mezani, na cha kwanza ni Simba wenyewe kuwa ni makubwa zaidi kuliko ambayo ofa alikuwa ambayo kwa kumaliza au kuhitimisha majukumu yao na Wydad. Nikushukuru sana Jojob kwa kuungana nasi. Maanake tunafahamu wewe ni meneja wa wachezaji lakini pia ni mchambuzi. Kwa hiyo tumekuunganishia katika vitu vyote viwili kwa wakati mmoja, na tunakushukuru sana. Shukrani sana. Asante sana.